Rafiki mpendwa, mtazamaji na msikilizaji mwaminifu wa kipindi Mwongozo wa kujifunza Biblia lesoni ya shule ya Sabato, tunayofuraha kukaribisha kwenye robo ya 4 mwaka 2025, ndio robo ya mwisho inazungumzia kuhusu mafundisho ya imani kutoka kwa Yoshua. Inatubidi tujifunze mafundisho fulani ya imani katika maisha yetu kama vijana, wavulana na watoto, ili kwamba tuweze kukabiliana na changamoto ambazo ziko mbele yetu kabla ya kuingia katika Kanaani ya mbinguni. Tumejifunza somo la kwanza linalozungumzia mbinu kwa ajili ya mafanikio. Zipo zingi mbinu ambazo tumejifunza, lakini ya leo tuzungumzie tu kwanza uhodari. Okay? Somo la leo linasema uwe hodari. Jumatano, uwe hodari. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, nitakusii tu kamata Biblia yako na kusoma pamoja nami kwenye Yoshua sura yake ni ya 7, sura yake ni ya kwanza tafadhali. Yoshua sura ya kwanza mstari wa 7 hadi wa 9. Tujiulize kwa nini Bwana alihitaji kumsisitizia Yoshua mara mbili kwamba ilimpasa awe hodari na moyo wa ushujaa. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kwenye kitabu cha Yoshua 7 hadi 9 tunaona kwamba mojawapo wa siri ambazo zinaweza kufanya mtu afanikiwe katika maisha ni kuwa hodari na kuwa shujaa. Mashujaa na watu ambao wako hodari huwa wanafanikiwa katika maisha. Wanafanikiwa katika mambo mengi sana ya kidunia hii. Lakini kinachoshangaza ni kwamba kuna watu ambao wanaweza kufanikiwa kwa kuvunja hata sheria. Hiyo ni kufanikiwa kwa mtazamo wa binadamu, kwa sababu binadamu wengi wanadhani kwamba kufanikiwa ni kuwa na pesa, manyumba, kumiliki manyumba. Sio tu kwamba kuwa na pesa na kumiliki manyumba ndiyo kufanikiwa. Hata kama ni mojawapo wa vitu ambavyo vinaweza kwa mtu afanikiwe, lakini sio yote. Sio hicho kama inatosha. Kitu ambacho Mungu anataka tufanikiwe, akisema tuwe hodari, tumkishe hodari wetu kwa kutafuta kufanikiwa kwa njia ipi? Kabla ya kumuomba Yoshua nguvu na ujasiri vitani, kwa Yoshua 1:9, Mungu alimuomba nguvu na ujasiri wa kutii sheria. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Yoshua 1:7, kabla awe jasiri na hodari wa kupambana vita, ilibidi kwanza ajifunze ujasiri na nguvu ya kutii sheria. Hakuna kitu kilicho kiema kabisa, hakuna kitu kizuri duniani kama kumtii Mungu. Ni mojawapo wa vitu ambavyo ni vya maana zaidi kabisa. Kufanikiwa kwetu, kabla tufanikiwe katika mambo mengine, hakikisha kwanza kwamba umefanikiwa katika kumjua Mungu. Hii pia ni kesi leo. Mungu anatuomba tujitahidi kushika sheria yake. Kulingana na Ufunuo 12:14 mstari wa 12, hiyo habari ya malaika. Hii inahitaji ujasiri mkubwa kwa upande wetu. Kutii sheria za Mungu ni lazima uwe hodari, ni lazima uwe mjasiri. Na kwa upande wake anaahidi kwamba atakuwa sasa pamoja nawe popote uendapo, kulingana na Yoshua 1:9. Ikiwa utamtii, sasa atakuwa pamoja nawe mahali popote utakapokwenda na kutusaidia kupigana vita tunavyokabiliana navyo. Biblia imetuambia kwenye Waefeso 6:10 hadi 17 kwamba vita tunayopambana sisi leo sio vita vya bunduki, risasi, ni vita vya kiroho. Tunapigana na nguvu za giza na mafalme. Tunapigana dhidi ya watawala na dhidi ya mamlaka na dhidi ya nguvu za giza la ulimwengu, dhidi ya uovu wa kiroho katika mahali pa juu. Hivi juhudi inahitajika. Uhodari unahitajika. Lakini utaweza kuwa hodari kushinda hizo vita za kiroho wakati Yesu yuko ndani mwako. Wakati umemwalika kwanza Yesu. Ufunguo wa mafanikio ni kumtegemea Mungu kikamilifu kabisa. Na ili kufanya hivyo tunahitaji kuhusiana naye kila siku, kuwa katika uwepo wake, kuwa katika uhusiano wa kina, wa binafsi na wa kina zaidi pamoja na yeye. Pasipo uhusiano wa karibu wako binafsi ama wangu binafsi pamoja na Mungu, sitoweza kukabiliana na nguvu za giza. Shetani ni mtu ambaye watu wengi hawajamuelewa. Shetani wakati ananiletea uvivu na kuletea uvivu wa kusoma Biblia na kutoomba, yeye hapumziki kutafuta mbinu na njia na mitego za kufanya ili kwamba awaangushe watu wa Mungu. Kijana, vulana, msichana, baba na mama ambaye unaendelea kunisikiliza saa hizi, Mungu anataka kwako uelewe ya kwamba mafanikio sio tu katika mali, pesa, chuo, shule. Ndio ni mojawapo wa vitu ambavyo ndio kama mtu amefanikiwa, lakini havitoshi. Kitu cha kufanikiwa zaidi, siri ya kufanikiwa na ufunguo ni katika kumtegemea Mungu kikamilifu. Tumtegemee Mungu. Kuna wengine ambao wamepata magari kwa kumwanga damu ya watu wengine, na hapo tunasema kwa sababu wamiliki magari wamefanikiwa. Hiyo ni kwa mtazamo wa kibinadamu. Lakini sisi tufanikiwe huko tukimtii Mungu.
uwe katika uhusiano wa karibu, anza kusoma Biblia, anza kuomba Mungu akutie nguvu ya kushinda nguvu za giza. Hujui ni malaika ngapi ambao shetani anawatuma ili kwamba wakuharibie maisha, ili kwamba uanguke katika jaribu hili ama nyingine. Mungu akutie nguvu, pambana, uwe hodari. Mungu akusaidie. Asante Yesu Kristo kwa sababu umetulisha uhodari, na kwamba sio kwa nguvu zetu tunaweza kushinda, lakini ni uwepo wako katika maisha yetu. Tufunze Yesu kuelewa mafanikio katika mtazamo wako, sio katika mtazamo wa kibinadamu. Huko tukiweza kushinda dhambi na kuingia katika uhusiano wa karibu na wewe, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji, Mungu akubariki.